Uraibu wa intaneti ni kwamba inakukula wewe pasina kujua. Wewe ndio utanunua bundles, wewe ndio utapoteza muda wako pasina kujua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katika zama hizi, ndugu yangu Muislamu, ni zama ambayo kwamba mwanadamu kama mwanadamu anahitajia zaidi kuishi na mitandao, na tunaona taban katika asilimia ya wanadamu ambao kwamba wamo ardhini ni zaidi ya bilioni 6 ama bilioni 7, wote na wote wanahitajia kitu kinachoitwa mtandao. Na sababu ya wao kuhitajia mtandao ni kwa sababu ya kwamba baadhi wanahitajia mtandao kwa sababu ya kusoma, yani wana masomo, wanajiendeleza kimasomo. Wengine baadhi wanahitajia mtandao kwa sababu wana kazi ambazo kwamba lazima waifanye mtandaoni. Wengine wanahitajia mtandao kwa sababu ambazo kwamba wao wenyewe wanayafahamu. Na sababu hizi ambazo kwamba zinasababisha sisi kuongea kuhusiana na mtandao au mwanadamu kuishi na mtandao ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba imetusababisha tuweke vikao hivi ambavyo kwamba vinahusiana na swala zima la mtandao, lakini kutegemea Qur'ani na hadithi, na pia kutegemea miongoni mwa fatwa ya miongoni mwa maulamaa wetu na viongozi wetu, na pia maraja wetu ambao kwamba ni Sayyid al-Qaid al-Shahid, ambao kwamba ni Sayyid al-Qaid al-Imam Khamenei. Kwa hivyo katika khutba ambazo kwamba katika vikao ambavyo kwamba tutakuwa ni wenye kuendelea navyo, tutakuwa ni wenye kuegemea zaidi rai ya Imam Khamenei al-Shahid, na pia tutakuwa ni wenye kuziangazia kwa kutegemea zama zetu hizi ambazo kwamba sisi tunaishi. Taban katika unwani hii ambayo kwamba inasema al-ahkamu shari'iyya, yani hukumu mbalimbali za kisheria, liwasaili tawasul al-ijtimai, yani hukumu za kisheria ambazo kwamba zinahusiana na hizi mitandao kwa ujumla za kijamii, ambayo kwamba katika bahathi yetu na vikao vyetu ambavyo kwamba tutakuwa ni wenye kutegemea, tutakuwa ni wenye kuangazia rai ya Sayyid al-Shahid, lakini katika rai zile alikuwa ni mwenye kutoa fatwa, anajibu swali ambazo kwamba anaulizwa, lakini kutegemea zama hizi zetu ambazo kwamba sisi tunaishi ndani yake. Anaanza anasema kwamba katika madkhal, yani katika utangulizi, anasema kwamba hizi hukumu ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuzitaja itakuwa ni yenye kujibu maswali kuhusiana na mitandao za kijamii, lakini kaunuha bisighati suali wal jawab. Hizi fatwa zitakuwa ziko na sigha, ziko na matamshi ambayo kwamba ndani yake yanabeba maswali na majibu. Anaulizwa swali, anajibu, lakini si tukujibu tu swali, watuhaki alwaqi. Zile majibu zitakuwa ni zenye kuongea kuhusiana na hali jinsi ilivyo katika zama zetu hizi,
wa tuqaribu al-ibtilaat al-amaliya, na pia zinakuwa ni zenye kugusa matendo au vitendo ambavyo kwamba vinakuwa ni venye kutokea katika zama zetu hizi, au matendo ambavyo kwamba au vitendo ambavyo kwamba vinakuwa ni venye kuchimbuka katika zama zetu hizi. Yani kila kitu ambacho kwamba inahusiana na mtandao wa kijamii, inshallah taala, katika vikao hivi tutakuwa ni wenye kuangazia, lakini kwa kutegemea rai ya samahati al-Imam as-Sayyid Ali al-Khamenei dama dhilluhu au quddisa sirruhu. Katika vikao hivi tutakuwa na maswali zaidi ya 40 ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kujibu, au Said atakuwa ni mwenye kujibu hizi maswali 40, na katika kila swali ikiwa itahitajia kuongezwa au kushereheshwa zaidi, inshallah taala tutakuwa ni wenye kusherehesha zaidi. Lakini ya kwanza kabisa, al-awwal, unwani ya kwanza ambayo kwamba inakuwa ni yenye kugusiwa au amekuwa ni mwenye kuongea kuhusiana nayo, ni unwani yenyewe ni ad-dawabit ash-shar'iyya lilistifada min mawaqi' at-tawasul al-ijtimai. Hiyo ndio unwani ya kwanza, ad-dawabit ash-shar'iyya. Ad-dawabit ash-shar'iyya kwanza ni nini manake? Ni vipimo vya kisheria lilistifada, ya kufaidika, min mawaqi' at-tawasul al-ijtimai, kutokamana na mitandao za kijamii. Kwa ajili kila kitu sisi vile tunapojua katika dini yetu ya Kiislamu iko na sheria yake na ina hukumu yake. Kwa hivyo pia mtandao kama vile mtandao, na alhamdulillah katika zama hizi, zama za maendeleo, pia mtandao lazima itakuwa na sheria yake na itakuwa ina hukumu yake. Kwa hivyo swali ya kwanza ambayo kwamba ameulizwa, ya kwanza kabisa, as-sual ma hiya ahammu ad-dawabit ash-shar'iyya, ni vipimo vipi hivyo muhimu za kisheria lilistifada, ya kufaidika, min shabakati al-internet, kutokamana na interneti wa mawaqi' at-tawasul al-ijtimai, na kutokamana na mitandao za kijamii. Yani ikiwa mimi nataka nifaidike ikiwa mimi nataka nifaidike na internet, masharti ya kufaidika na internet, masharti ya kufaidika na mitandao ya kijamii ni yapi? Maana siku hizi kuna website mbalimbali, siku hizi kuna applications mbalimbali ambazo kwamba zinatumia internet, siku hizi kuna mitandao hizi za kijamii mbalimbali ambazo kwamba zinatumia internet. Tuna vitu vingi ambavyo kwamba vinajulikana, ambavyo inategemea zote na zote zinarejea au zinatumia internet. Sasa ziko mbele zangu hivi vitu vyote, applications zote ziko mbele yangu ambazo kwamba sisi sote tunajua. Sasa nikirudi katika sheria iko na nini, aina gani? Sheria iko na yani iko na vipimo aina gani ya mimi kuweza kurudi katika masala zima la mtandao. Said anasema kwamba jawabu an la yakuna ala hisabi alwajibat fa idha attala dhalika alqiyam bilwajibi fala yajuz. Sharti ya kwanza, internet iko mbele yangu, mimi nafaidika nayo. Sasa hebu Said tupatie vipimo ambavyo kwamba tunaweza faidika kutokana na internet. Anasema ya kwanza, an la yakuna ala hisabi alwajibat fa idha attala dhalika alqiyam bilwajib fala yajuz, yani isiwe
kufaidika na internet yuatilu alwajibat, yani isiwe kufaidika na internet au kufaidika na mtandao inakuwa ni yenye kusimamisha wajibat, yani inakuwa ni yenye kusimamisha alivyovilazimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Natumia internet lakini inanikataza swala, inanizuia kuswali. Natumia internet lakini inanizuia kufunga. Natumia internet lakini inanizuia mimi kutekeleza wajibu wangu kama mume. Natumia internet lakini inanizuia mimi au inanivunja mimi au inanivunjia mimi kuwasiliana na jamii yangu na vitu vingine. Kwa hivyo ala kulli hal, anasema Said, fa idha attala dhalika, yani ikiwa itasimamisha utumizi wa internet, itasimamisha nini? Alqiyam bilwajib, kutekeleza wajibu, fala yajuzu, haijuzu kutumia internet. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili anasema an la yaqa fi ayi haramin, isiwe itamwingiza katika haramu aina yoyote ile. Tunaendelea, bi an yutimma al-iltizam jamia aldhawabit alshar'iyya, ya kwamba ni lazima awe ni mwenye kufungamana, asiwache kushikamana na aldhawabit alshar'iyya, yani hukumu za kisheria ambazo kwamba ziko mbele yake. Anaendelea anasema fala yaqa, basi asiwe ataingia katika nini? Fil ghiba, katika kumsema mtu kupitia internet, au namima, au kumsengenya mtu, au kashfi asrari al-akharin, au kufichua siri za watu wengine. Tunajua kusengenya ni haramu. Tunajua kufichua siri za watu kupitia internet ni haramu. Kwa hivyo ikiwa internet itakupeleka kusengenya watu, ikiwa internet itakupeleka kuwasema watu, kufichua mambo za watu, ujue hapo utakuwa nafanya haramu. Au la yaqa fi ayi mafsada, au asiwe ataingia katika kitu chochote ambacho kwamba ni kiovu. Kama vile tunavyojua katika internet tuna sites ambazo kwamba za kisasa, ambazo ni sites za dating, na katika zile sites za dating tunapata site nyingi sana ni site ambazo kwamba mtu atakapoingia inampeleka katika maasi moja kwa moja. Mtu atakapoingia katika site zingine ni site ambazo kwamba ni za haramu. Mathalan ni site ambazo kwamba zina advertise masala na jinsia moja, yani mwanaume na mwanaume wanaweza oana, wanawake kwa wanawake wanaweza oana. Sasa damo mtu atakapoingia katika zile site na kuwa ni mwenye kuziangalia, itakuwa ni mukaddima, yani itakuwa ni utangulizi wa yeye kuingia katika mafsada, ya yeye kuingia katika maovu. Ndio maana Saida anasema an la yaqa fi ayi harami, yani sharti ya pili ni kwamba ili afaidike na internet ni kwamba asiwe ataingia katika uharamu aina wowote ule. Kwa hivyo ikiwa internet itakuwa ni yenye kukufikisha katika haramu, wakati ambao kwamba unapotumia ujue hiyo ni haramu, utakuwa na chuma madhambi. Sharti ya tatu, an la yudhayya alwaqta ala umurin ghair mufida, isiwe atapoteza wakati au isiwe atapoteza wakati katika vitu ambavyo kwamba havina maana kabisa. Wakati mtu anapotumia internet hajui kwamba muda unaenda, hajui kama anapoteza wakati, anahisi tu kwamba saa hizi ni saa 10, saa 11, saa 12, saa 1 imefika, muda umefanya nini? Umekwisha. Sasa ikiwa, na hii ni kwa wale ambao kwamba sana sana wanakuwa addicted na internet. Kila kitu kina addiction.
Kila kitu kina uraibu. Uraibu wa interneti ni kwamba inakukula wewe pasina kujua. Wewe ndio utanunua bundles, wewe ndio utapoteza muda wako pasina kujua. Kwa hivyo ikiwa utapoteza ule muda wako pasina wewe kujua, utaangalia hadithi hii, utoke katika hadithi hii, mara uende kwa hadithi nyingine, utoke kwa hiyo hadithi nyingine, mara uende kwa hadithi nyingine, utoke kwa hadithi nyingine, mara uende kwa hadithi nyingine. Yani ni kwamba lau wewe ungekuwa ni mtu ambaye kwamba inanikumbusha ustadhi wetu alikuwa anatuambia vile mtu anaingia kwa hii, anaingia kwa habari hii, anatoka kwa habari hii, anaingia kwa habari nyingine, anatoka kwa habari nyingine, yani kwa lisali moja atakuwa ameenda zaidi ya habari 50. Sasa anasema lao ingekuwa huyo mtu yuko katika ulimwengu wa nje, anazunguka kwa hizo sehemu zote, mathalan anazunguka kwa hiyo ofisi ya habari fulani, kwa hiyo ofisi ya habari fulani, yani kwa siku inamaanisha kwamba angekuwa amezunguka kwa ofisi zaidi ya 100. Amechoka, amepoteza muda, amefanya nini? Sasa anasema alla yudhayya alwaqta, asipoteze muda ala umur ghair mufida, kwa vitu ambavyo kwamba havina faida. Ya 5 ama ya 4, nukta ya 4 ni kwamba anasema Sayyid wa an yaltazima, wakati ambapo kwamba anapotumia internet, an yaltazima, awe ni mwenye kushikamana بالقوانين المرعية الإجراء في هذه الشبكات, yani kushikamana na kanuni ambazo kwamba ni lazima awe ni mwenye kuziambatana na zile kanuni katika hizi mitandao za kijamii. Mathalan katika website fulani amefungua, dakika ameona kuna advertisement ambayo kwamba imekuja, ambayo kwamba ni advertisement chafu, lazima atoe. Mathalan ameingia katika site nyingine, ameona kwamba ni site ambayo kwamba ni chafu, lazima atoke. Kwa nini? Kwa ajili mukaddima ya haram ni haram. Ameona kwamba ameingia katika site nyingine, ameona kwamba advertisement ni hivi, inshallah tutaelezea baadaye, ni lazima atoke. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati ambao kwamba vile unavyokuwa katika maisha yako ya nje unafuatilia sheria za Mwenyezi Mungu, ndio hivyo wakati ambao kwamba unapotumia internet ni lazima uwe mwenye kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ala kuli hali, hii ndio swali ya kwanza ya Sayyid, ambayo kwamba swali inasema hivi, au unwani ya swali inasema hivi: ad-dawabitu ash-shar'iyya lilistifada min mawaqi' at-tawasul al-ijtimai, yani ad-dawabitu ash-shar'iyya ni mipaka za kisheria ya kufaidika na hizi mawaqi at-tawasul al-ijtimai. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.